Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokwambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia. Usihubi dunia takwada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليمًا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هي أذى فاعتزلوا النساء في الحيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Mtume sallallahu alayhi wasallama, zangu katika imani, bila shaka mupo salama na mnaendelea vizuri, na walillahi alhamdu, kwa neema zake yeye Allah tabaraka wa ta'ala tumekutana katika darsa letu hili maalum, ikiwa ni katika Ramadhani ya 28 sawa na tarehe 17 mwezi Machi 2026. Ni siku moja ama siku mbili pekee zimebakia kuweza kutamatisha mwezi wa Ramadhani. Na ndugu zangu katika imani, yapo masaili mbalimbali ambayo yanayowachanganya wanawake wengi katika kuyaelewa na sisi kama kituo ama taasisi ya kuweza kutoa elimu ya dini tukufu ya Kiislamu tumeona basi ni vizuri sana na ni vyema hasa
endapo tutakapokuwa tunapeana elimu hii, kwa sababu sisi hakika tumeitwa ni umma bora. Why? Kwa sababu tunaambizana yale yaliyokuwa mazuri na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Sasa moja katika jambo ambalo ndugu zangu katika imani linawasumbua watu wengi sana katika kulifahamu kwake ni hili suala la mwanamke kuweza kupata ada yake ama kuweza kupata hedhi, si ndio? Ndani ya mwezi anaweza akapata mara 2, anaweza akapata mara 3, mwingine mara 4 na zaidi ya hapo. Sasa jambo kubwa ambalo linawachanganya ni katika suala la ibada. Kwa mfano, huu ni mwezi wa Ramadhani na kwa kweli tumekuwa busy kwa kiasi fulani kulitoa darasa hili. Mwanzo wa Ramadhani tulipanga hivyo, lakini kwa kweli ratiba zimekuwa ni ngumu kidogo, na ndio maana tumeliweka siku ya darasa ili tuone namna gani tunaweza tukafikisha ujumbe huu. Kwa hiyo changamoto kubwa huwa inayowasumbua wanawake wengi ni kwamba pale ambapo linapokuja suala la ibada kwamba ada yangu mimi ama hedhi yangu hii tayari nimemaliza, ama pengine nimeingia pengine siku 15, ama nimeingia siku 20, ama nimeingia siku 12, ama pengine nimemaliza hedhi ya kwanza ndani ya huu mwezi nikaingia hedhi ya pili, ama nikaingia hedhi ya 3. Sasa je, naruhusiwa mimi kusoma Qur'ani, ama naruhusiwa pengine kuswali, ama naruhusiwa je kufunga mimi, ama naruhusiwa pengine kushika Qur'ani na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa kwa haya, kwa kuwa tumeona ni jambo la muhimu ndugu zangu katika imani, ndio maana tumeweza kuitishana hapa kidogo tuweze kupeana elimu kwa dakika ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atakazotujalia. Sasa hebu kidogo tunde tukaitazame hedhi hii kwanza kwa upande wa science. Wana science wamezungumzia nini, wameielezea vipi hedhi, lakini kadhalika twende tukatazame kadhalika tutazama Uislamu umezungumzia nini kuhusu suala zima la hedhi. Lakini baada ya hapo tutakuja kutazama vitu ambavyo vinavyosababisha hedhi ya mwanamke kuwa prolonged, yani kuwa ndefu zaidi ya matarajio ama uhalisia ama ukawaida wake. Lakini pia hivi vitu ambavyo tutakavyokwenda kuviangazia, bila shaka tutatazamia pia suala zima la majira kwa wanawake ambao wengine wameolewa na wapo katika ndoa zao na wameweka kuna vitu vile vya kujikinga kutokana na ujauzito. Tutakuja kutazama pia hukumu zake, kuona je, hili suala linaruhusiwa katika sheria ya Uislamu ama ni suala ambalo haliruhusiwi inshallah. Kwa hiyo muhimu sana kuweza kusikiliza kwa makini ili kuweza kujua na kufahamu kile ambacho kitakacho kwenda kuzungumzwa na kuelezewa. Ndugu zangu katika imani, kwa kawaida suala la hedhi kisayansi ni tunasema kwamba ni sehemu ya mzunguko wa uzazi ambao kitaalamu inaitwa menstrual cycle, ambapo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna sehemu special ambayo huwa inatengenezwa kwa ajili ya ujauzito kila mwezi. Yani kuna yai ambalo huwa linatengenezwa kwa ajili ya kuzalisha mtoto, kwa maana kufanya production. Sasa mchakato wake kwa ufupi huwa unakuwa kama ifuatavyo. Cha kwanza kabisa, process hii huanza kazi katika ubongo, ambapo hapa ubongo ama fikra za mwanadamu, si ndio huanza kufikiria kuhusu jambo fulani, labda pengine swala la mtoto ama na kadhalika. Sasa huanza kutunga zile hormone, huanza kutengeneza hormone, ambazo hizo hormone zipo za aina 2. Hormone ya kwanza inaitwa estrogen na hormone ya pili inaitwa progesterone. Na katika hizi hormone husababisha mfuko wa uzazi ambao unaitwa uterus. Sasa huu mfuko wa uzazi ndio utengeneza ama hujiandaa kuweza kupokea nini? Kupokea ujauzito. Katika suala namna gani huu mfuko hujitengeneza, cha kwanza mfuko huu unakuwa ni mnene kiasi fulani, alafu unakuwa una damu nyingi, lakini huu ni kutokana na mtazamo wa science. Unakuwa na damu nyingi sana, ambapo lengo lake kuu la huu mfuko ama hii sehemu ama hii damu ambayo inakuwa ni nyingi, lengo lake kuu ni kuweza kupokea
mtoto, kwa maana kwamba kutengeneza mimba. Endapo mimba ikatokea ama ikapatikana katika ule mfuko, ndiyo mtoto huanza kujitengeneza katika hizo sehemu. Sasa nini kinatokea kwa mujibu wa science endapo yule mtoto hajatokea? Mfano labda mwanamke hajaolewa bado, let's say like this, ambaye hajakutana na mwanaume, si ndio? Maana yake atakuwa anaingia huyu mwanamke kila mwezi, atakuwa anaingia kwenye ada yake, si ndio? Kwa maana kwamba lile yai kwa kuwa hajakutana na mtu yoyote, sasa lile yai huanza kukutana, huanza kupasuka, kwa sababu linakuwa yani kama limeoza ama halina kazi, limeharibika. Kwa hiyo zile damu ndio huwa zinatoka nje. Kwa hiyo ule mwili wa binadamu ama mwili wa mwanamke huwa unaondoa ule ukuta, ndipo hutokea hedhi. Lakini hii ni kutokana na fikra ama tafsiri za wanasayansi. Kwa hiyo tafsiri rahisi ya hedhi kwa mujibu wa wanasayansi ni kwamba kuondolewa kwa ukuta wa uterus, ambao ukuta huo hutumika katika kutengeneza nini? Ujauzito. Sasa kwa mujibu huu wa science, kwa nini wakati mwingine damu ya hedhi ya mwanamke huyu huwa inavurugika? Yani unakuta anapata labda, kama yeye alikuwa akipata tarehe 1 mpaka tarehe 5 au tarehe 1 mpaka tarehe 7, si ndio? Ya kila mwezi, tarehe 1 mpaka tarehe 7, au tarehe 21 mpaka tarehe 28. Mwezi ujao anakuja kupata mara tarehe 18 mpaka tarehe fulani. Kwa nini huwa inatokea hivi? Ama pengine kwa nini mwanamke huwa anakuwa na uwezo wa kuingia kwenye hedhi zaidi ya mara 3 au mara 4 kwa mwezi? Cha kwanza, wanasayansi wamekuja kusema kwamba ni mabadiliko ya hormone. Mabadiliko ya hormone. Suala la pili, wamekuja kusema kwamba ni uzazi wa mpango ambao kitaalamu unaitwa contraceptive. Lakini jambo la tatu, wamekuja kusema kwamba ni msongo wa mawazo. Mtu anapokuwa na mawazo sana katika akili yake, katika fikra yake, kichwani anakuwa na mawazo sana, aidha kuhusu maisha ama kuna jambo ambalo pengine kwa namna moja ama nyingine linamtatiza katika kuweza kulipatia ufumbuzi. Wanasayansi wamesema kwamba hii ni moja katika sababu ambayo inampelekea huyu mwanamke kuweza kupata nini? Kupata ama kuvurugika huu mfumo wake wa hedhi. Lakini jambo la tano, jambo la 4, asema kwamba ni magonjwa ya homoni, kwa maana kwamba katika mfumo wa uzazi wa huyu mwanamke yanakuwa ni nini? Yanakuwa ama unakuwa mfumo wake umevurugika, yani haupo katika mpangilio mzuri. Kwa hiyo ni vyema kaenda kuona daktari na kadhalika. Lakini jambo lingine, wataalamu wanasema kwamba ni uzito kupungua ama kuongezeka. Hii pia ni sababu. Kwa hiyo mwanamke anaweza akajiuliza kwamba mimi situmii kinga yoyote, lakini kadhalika sina changamoto yoyote. Tutasema kwamba wewe unatakiwa ndio ukamwone daktari. Kwa nini? Kwa sababu moja katika changamoto ambazo na science wanazisema, mojawapo ni uzito kupungua ama kuongezeka. Kwa hiyo unaweza ukajihisi kwamba una afya njema, lakini mfumo wako wa homoni unaharibika ama mfumo wako wa hedhi unakwenda sivyo ndivyo. Kwa madaktari ama wataalamu wa afya wanasema moja ya sababu inawezekana aidha una uzito uliopitiliza ama umepungua sana, kwa maana kwamba zile kg ama kilogramu ambazo unatakiwa uwe nazo kama mwanadamu wa kawaida ama kama mwanamke mwenye afya nzuri zimepungua ama pengine zimeongezeka. Kwa hiyo hapa nazungumza na wembamba sana ama ninazungumza na wanene sana. Kwa hiyo maana yake ndio maana wanawake wengine wanapata hedhi mara 2 au wanapata damu isiyokuwa na mpangilio. Ndio unajikuta mwanamke mwezi huu anaingia tarehe 1 mpaka tarehe 5 au tarehe 7, alafu mwezi unaokuja anaingia tarehe 15 pengine mpaka tarehe 22. Mwezi unaokuja anakuja, inakuwa katika mvurugiko wa aina kama. Kwa hiyo hii ni kutokana na scenario ama nadharia ya wanasayansi. Sasa turudi katika Uislamu. Uislamu
sababu ya hedhi kidini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha, kwamba wanakuuliza kuhusu masala mazima ya hedhi, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema kwamba hiyo ni adha, yani ni uchafu, ni kero, si ndio? Kwa maana kwamba kwa maana hii ama kwa aya hii tunapata tafsiri kwamba wanawachuoni wanasema hedhi ni damu ya kawaida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba kwa mwanamke. Hedhi si damu ya ugonjwa, si ndio? Hedhi ni sehemu ya maumbile yake mwanamke. Kwa hiyo kwa mujibu wa scenario ama dhana, si ndio, ya Uislamu hautuambii kwamba hedhi pengine ni sehemu ya damu ya ugonjwa. Hapana, isipokuwa hedhi ni sehemu ya maumbile ya mwanamke. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hili kwamba hadithi ambayo imeripotiwa kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia mimi kwamba inna hadha, si ndio, amrun katabahu Allahu ala banati Adam, kwamba hili suala la hedhi, nyinyi mnapokuwa mnapata hedhi, ni jambo la kawaida ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelipanga kwa wanawake mabinti wa Adam, kwa maana kwamba wanadamu wote wa kike ni kawaida kwao kuweza kupata hedhi. Kwa hiyo kwa tafsiri ama kwa mantiki hiyo ambayo nimeielezea, tunapata tafsiri ya kwamba kisayansi ni mchakato wa mwili, kwa maana kwamba ni process kama nilivyoelezea, lakini kidini tunasema kwamba ni kadari ama ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka, ama ni sehemu ya maumbile ya mwanamke, si ndio? Kwa hiyo huo ni mukhtasar, sawa. Huo ni mukhtasar wa tafsiri ama maelezo rahisi sana wa mtu kuweza kujua kwa nini kwanza tafsiri ya hedhi ni nini, lakini vitu gani ambavyo vinafanya mtu hedhi yake iweze kuvurugika na kadhalika. Sasa ndugu zangu katika imani, hebu twende katika hili suala ambalo linaleta sintofahamu sana. Watu wengi wanachanganyikiwa hapa. Watu wengi wanakuwa wana sintofahamu. Wanawake wengi, nikisema watu wengi maana yake hapa nawakusudia wanawake wanakuwa kidogo na sintofahamu katika kulielewa hili jambo. Ndugu zangu katika imani, suala la hedhi kama nilivyoelezea actually halijaja tu katika science, pia Uislamu umelibeba. Na hii sintofahamu ambayo wanawake wengi wanayo, hata enzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ilikuwa ikielezwa. Wanawake pia walikwenda kumlalamikia Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusu swala hili, si ndio? Swala hili. Swala la kwanza, mwanamke mwenye hedhi anatakiwa afanye nini na vitu gani ambavyo hafanyi, lakini pia tutaijuaje kwamba hii ni hedhi asliyan na hii siyo hedhi. Kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha amesema kwamba kana yusibuna dhalika, sawa, ta'ni alhaidha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'i as-sawmi wala nu'maru biqada'i as-salah, kwamba kulizungumzia swala la hedhi kwamba tulikuwa tukipata na hedhi. Aisha anasema tulikuwa tukipatwa na hedhi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituamrisha, ama sisi tulikuwa tukiamrishwa kulipa saumu, lakini hatukuamrishwa kulipa swala. Maana yake mtu anaingia katika hedhi na ameipata hedhi, akishamaliza anatakiwa aweze kufanya nini? Anatakiwa aweze kulipia saumu, pengine kama alikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Sasa ndugu zangu katika imani, kuna kitu kinaitwa istihadha. Istihadha ni nini? Tusikilize hii hadithi ambayo imeripotiwa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha. Aisha anna Fatima bint abi Hubaysh kanat tustahadh fasalat an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqalat inni la athuru afa ad'u as-salah faqala la innama dhalika
izqun wa laysa bihaidhin fa idha aqbalatil haidhatu fatruki as-sala wa idha adbarati fa aghsili anki ad-dam thumma salli. Fatima binti Abi Hubaish alikuwa na hali ya istihadha. Nitakuja niwaelezea istihadha. Istihadha ni damu ambayo mwanamke anaipata nje yani baada ya kumaliza hedhi yake anaipata ile damu. Sawa sawa yani damu ambayo pengine inatoka kwa muda mrefu, ama pengine ameingia hedhi mara 2, ama ameingia hedhi mara 3, ama ameingia kadhalika, yani ile damu ambayo inatoka baada ya damu ya hedhi. Sawa sawa Kwa hiyo Aisha radhiallahu ta'ala, Fatima bint Abi Hubaish anasema kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwamba Fatima binti Abi Hubaish alikuwa na hii hali ya istihadha. Kwa hiyo damu ambayo inatoka nje ya ule utaratibu inaitwa istihadha. Sasa alikuwa akiwa na hali kama hii, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi sipati tahara yangu, yani damu ikitoka kwamba kujisafisha na kuwa ngumu sana, yani haisimami. Sasa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba afa ad'u salata, je, katika hali kama hii niache kuswali? Mfano pia we mwanamke umeweka kijiti, umeweka majira, unatumia uzazi wa mpango, damu imetoka siku 3 ama siku 5 ama siku 7, ikaja tena ikatoka baada ya siku 2 ikaanza kutoka tena, au baada ya wiki moja ikaanza kutoka tena. Afa ad'u salata, je, katika hali kama hii niache kuswali, nisimame kuswali, nisiswali kwa sababu damu inatoka hii? Faqala, nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nini? La, hapana, usiache kuswali, usiache ibada zingine. Innama dhalika irqun, si ndio? Hakika hiyo ni damu ya mishipa tu, ama tunasema kwamba ni damu ya ugonjwa, walaisa bihaidhin, na sio hedhi. Sasa akamwambiaje? Fa idha aqbalat alhaidhatu, huyu akija, kwa maana ukishamaliza hiyo damu ikishaisha damu ya hedhi, ama ikishaingia damu ya hedhi, afwan, ikiingia damu ya hedhi, faturuki sala, usiswali. Wa idha adbarat faghsili anki dami, ikiondoka ile damu ya hedhi, basi unaweza ukajitaharisha, alafu kaendelea na ibada zingine ikiwemo kuswali. Kwa hiyo hii tunaona kwamba ya kwanza Fatima binti Abi Hubaisha alikuwa na hali hiyo ambayo wanawake wengi wapo na struggling, wanapambana sana na wanahangaika. Alikuwa katika hiyo moment. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwambia kwamba la, usiache kuswali. Sijui naeleweka vizuri Haya, twende katika hatua ya pili kwamba hebu kutofautisha damu. Tunaijuaje damu hii? Hadithi ambayo imetoka kwa huyo Fatima binti Abi Hubaish anasema kwamba annaha kanat tustahadh faqala laha, ndio an-nabii sallallahu alayhi wasallam, idha kana damu al-haidhati fa innahu aswadun yu'rafu fa idha kana dhalika fa amsiki 'ani as-salah wa idha kana al-akhar fatawadda'i wasalli. Hapa alikuwa akizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akielezea damu ya hedhi ipo vipi na sifa zake, ya kwamba damu ya hedhi idha kana damu al-haidha fa innahu aswad, kwamba kama ukiwa umepata damu ya hedhi, basi damu ya hedhi mara nyingi huwa inakuwa ni nyeusi na inajulikana. Aswadun yu'raf, inakuwa ni nyeusi na hali fulani ya weusi, na hiyo wanawake mnajua inakuwa na asili ya weusi na inafahamika, ndio yu'rafu, inafahamika. Fa idha kana dhalika fa amsik ani salat. Sasa kama utaona damu ya aina kama hiyo usiswali, tamam. Wa idha kana al-akhar fatawadda'i wa salli, lakini kama utakuwa umeona damu nyingine tofauti na hiyo, basi unatakiwa wewe utawadhe na ufanye nini? Swali na uendelee na ibada zako. Eleka vizuri Kwa hiyo katika kipengele cha kwanza tumejifunza, je, tukipata damu ya istihadha tufanye nini?
Lakini kipengele cha pili, si ndio, kutofautisha kati ya damu ya istihadha na damu nyingine. Actually damu ya istihadha, damu ya hedhi huwa inakuwa na huo weupe, alafu pia inakuwa na mimi sijui ya mambo, sijui sana, lakini nyinyi wanawake pia mnajua, mnafahamu vizuri kwa sababu ndio ambao mna experience. Huwa inakuwa, wenyewe wanasema kwamba, wataalamu wanasema kwamba huwa inakuwa na harufu tofauti na damu nyingine. Sinaeleka vizuri, lakini pia hata aina ya utokaji wake inatoka ni tofauti na damu nyingine. Kwa hiyo ukishaona hizi dalili zote miongoni mwazo ambazo amezitaja Mtume kwamba ni nyeusi ambayo inajulikana, ni maarufu, basi ukiona hivi jizuie kuswali, jizuie kufanya kadhalika ibada zingine ikiwemo masail mazima ya kufunga na kadhalika. Lakini kama itakuwa ni tofauti na hapo, basi nini, fatawadha iwasalli, hata kama itakuwa inaendelea kutoka, wewe tawadha na uendelee kuswali. Sasa kama umeruhusiwa kuswali, maana yake hata ibada zingine umeruhusiwa kufanya. Twende tukaone katika sehemu nyingine, ni kwamba mwanamke asiyekuwa na ratiba ama hana ada, Uislamu umesema nini kuhusu huyu? Haya, hadithi hii kutoka kwa Hamnata binti Jahshin, amesema ya kwamba huyu alikuwa na tatizo la damu nyingi sana. Anasema kuntu ustahadhu haidhata kathiratan, ndio shadidatan, fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama astaftihi faqala innama hiya raqdhatun min ash-shaytani fatahayyadhi 6 ayamin aw 7 ayamin fi ilmi llahi thumma tasli wasalli. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud wa sahahahu al-Albani. Ya kwamba huyu Hamna bint Jahshin alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na tatizo la kutoka na damu nyingi. Anasema kwamba nilikuwa napata na damu nyingi sana. Sasa nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba hiyo ni msukumo wa sheitani, ndio, inama hiya raqdhatun min ash-shaytani, huo ni msukumo wa sheitani, anakufanya yani kama anakupumbaza akili usifanye ibada. Unamaliza hedhi yako, baada ya siku 2 hedhi nyingine inatoka, maliza ibada yako baada ya siku 2. Lakini hii sasa tunazungumza kwa mtu ambaye hatumii kijiti, hatumii majira, ni mwanamke ambaye anakula vizuri, hana stress sana, na amesha kwenda kwa wataalamu wa afya, pengine amepewa dawa, lakini dawa zimegonga mwamba. Unajua kuna watu wana matatizo mengi sana. Kuna mtu mwingine yani ana matatizo pengine ya mashaitani, subhanallah. Kwa hiyo yale mashaitani yanakuwa yanamsababisha, anaweza kaenda hedhi hata kwa miezi 3 mfululizo. Kwa hiyo damu kama hii ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii ni damu ya nini, ama hii ni msukumo wa shaitani. Shaitani ndo unajua shaitani anaweza akaingia katika mishipa ya mwanadamu na kuweza kufanya chochote. Anaweza kaingia kwenye mishipa ya fahamu, anaweza kaingia katika mfumo wa uzazi, akakuotesha, akakufanya wewe kama ni mjamzito ile hali sio, akakufanya upo katika hedhi ile hali haupo kimsingi katika hedhi. Kwa hiyo damu ya aina kama hii na scenario kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inama hiya raqdhatun minash shaitan, ni msukumo wa shaitani. Nini unatakiwa ufanye? Fatahayyadhi 6 ayamin au 7 ayamin fi ilmi llah, basi fanya hedhi yako siku 6 ama 7, kwa maana hesabu zile siku zako 6 ama 7, kisha uoge na uswali. Kwa hiyo hapa maana yake tunapata solution sasa kwa wanawake ambao hedhi yao yani haina ratiba, haipo katika oda, mpangilio. Mfano actually wewe hedhi yako umekuwa ni mwenye kuingia siku 7 ama siku 6, ya 7 unajisafisha, unajitaharisha, ama siku 7 ya 8 unajitaharisha, ama siku 5 ya 6 unajitaharisha. Imekuwa ni hivyo. Lakini baada ya mwezi mmoja ama miezi 2 pengine umejisikia vibaya ama umeumwa ama fanya nini, hedhi ikavurugika, unaingia mpaka siku 22, unaingia mpaka siku 18, unaingia mpaka siku kadhaa. Manake kama mfumo wako nyuma ulikuwa ni mzuri, lakini sasa hivi umekuja kuvurugika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatulekeza ama anawaelekeza wanawake kwamba fatahayyadhi 6 ayyam, nenda hedhi kwa kuhesabu zile siku 6 au 7 au siku 7 fi ilmi llah, zile siku 7 zile 1 2 3 4 5 mpaka 6 au siku 7 ukakamilisha pale. Hata kama damu itakuwa inaendelea kutoka pale, wewe jitaharishe na uendelee na ibada zako. Thumma tasli wasalli, endelea na ibada zako kama kawaida.
Kwa nafikiri hii ndio ilikuwa kituo kikubwa, ama ndo sintofahamu. Je, mimi najuaje? Ama nitafanya vipi nijitoharishe baada ya siku ngapi? Kwa hiyo Hamna binti Jahsh naye alikwenda kuuliza swali la aina kama hilo. Kwa hiyo manake katika format hii hapa tunawa include wanawake wanaotumia vijiti majira, tunawa include wanawake ambao pengine hedhi zao hazipo tu katika oda kutokana na hali kadhaa na kadhaa, ingawa sasa wanachuoni wa Kiislamu wanasema kama utakuwa umeona hali hii ni vizuri kwenda kuwaona wataalamu wa afya, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba ile hali ya damu kutoka mara kwa mara manake ni maradhi. Hata Uislamu umeirecognize damu ya aina kama hii kwamba ni damu ya maradhi. Kwa hiyo wanashauri wanawachuoni uende haraka ukawaone wataalamu wa afya ili wakushauri kwamba mfano labda kwa mwanamke ambaye anatumia kijiti aende kwa mtaalamu wa afya mshauri, bwana, kwa aina hii ya kinga unatakiwa utoe kwa sababu inakumalizia damu hii mwilini. Sasa wewe hebu let's say tuseme kwamba vyakula vya kuongeza ile damu yenyewe huli vizuri, halafu damu kwa mwezi inatoka karibu mara 20 au mara 30. Hebu niambie hii mara 20 au mara 30 ni lita ngapi za damu ambazo pengine utakuwa umezipoteza? Ama ni kiwango gani cha damu? Kwa sababu kumbuka hii haipo katika mfumo na haipo katika ratiba ya ule mtiririko, ama katika ratiba zile za kihormone, ama ratiba ama mtiririko ama mpangilio wa kisayansi kama nilivyoeleza. Haupo katika hii system. Hii inatoka nje ya system. It means that kuna kitu kinapungua na there is something wrong with your body. Kuna kitu ambacho hakipo sawa. Kwa wataalamu wa afya wanakushauri haraka uende hospitali, usikae tu. Mfano sasa kwa mwanamke ambaye anatumia hii uzazi wa mpango, anatakiwa arudi hospitali, aende akamueleze tena daktari, amwambie, kwa sababu wenyewe wataalamu wanasema kuna vitu mbalimbali ambavyo wanaweza akavitumia. Tutakuja kueleza inshallah kuona hukumu yake, hivi vitu hukumu yake ya kutumia uzazi wa mpango upoje katika Uislamu. Kwa hiyo kwa mwanamke ambaye ada yake inavurugika, kimsingi majibu yake ndio hayo. Anatakiwa ahesabu zile siku 6 ama 7 akajitoharisha, anajitoharisha, na kujitoharisha kwake anaoga kama anavooga kujitoharisha hedhi ama janaba. Alafu akishamaliza hapo anaendelea na swala. Kila baada ya muda wa swala anaweza kwenda kujisafisha bathroom, au anaweza akaenda kutawadha tu moja kwa moja. Akiona kwamba imejaa sana na inamkera na inaweza pengine ikatoka ama inamletea changamoto yoyote, anaweza kaenda kubadilisha ile pad ambayo amevaa, alafu akaendelea na akatawadha na akaendelea na swala zake kama kawaida. Kwa maana kwamba sio kila time ambayo anatakiwa aende muda wa swala umefika aende akaoge. Si lazima aoge, hana haja ya kuoga, isipokuwa kama atakuwa anasema kwamba sasa hivi najihisi kama nahitaji kuoga, aoge tu kawaida, asioge kwa mfumo wa janaba, mfumo wa hedhi. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Na baadhi ya wanawachuoni wamesema kwamba especially Ibn Qudama nikimnukuu, anasema kwamba almustahadhatu fi hukmi at-tahirati, yani mwanamke mwenye istihadha, mwenye damu ambayo haipo katika ule mfumo wa hedhi, kwa maana kwamba huyu yupo katika hukumu ya waliotohara. Kwa hiyo manake hata mtu akiwa anataka kwenda kuoga kwa ajili ya kujitoharisha, akiwa anataka kwenda kuswali, hana haja ya kwenda chooni tena kwenda kuoga. Anaweza akaingia chooni akachukua udhu akatoka akaswali. Ama kama anahisi kwamba ile damu imejaa sana ama inahitaji na nini, anaweza akatoa na akabadilisha akaendelea na ibada nyingine. Manake ibada zote hapa zinaruhusiwa. Ramadhani inaruhusiwa, kufunga kuswali inaruhusiwa, kusoma Qur'ani inaruhusiwa, kushika msahafu inaruhusiwa, kufanya ibada zote zinaruhusiwa. Si inaeleweka vizuri Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo tumeweza kuyaandaa ama kuweza kuyatazama kuhusu masala mazima ya hedhi na istihadha. Sasa mwanamke tena asijifanye mbishi. Usijifanye mbishi kwamba
Sasa mimi inakuwaje? Inakuwaje? Mimi ustadhi wangu alinifundisha nikiona hii damu sitakiwi kuswali. Ndio ustadhi wako mwingine anakwambia hiyo damu sasa hivi hatuiti damu ya hedhi, inaitwa damu ya istihadha. Inaitwa damu ya istihadha. Na Uislamu unajua ni mwema sana, Uislamu ni mzuri sana. Kwa nini? Uislamu unamfanya mtu yani haimkalifishi mwanadamu ama haimtezi nguvu mwanadamu katika kitu ambacho hana uwezo nacho. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sinaeleweka vizuri wewe umeingia hedhi na hiyo damu kwamba si damu ya kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala hakukatazi wewe kufunga. Hakukatazi, wanakwambia kwamba umeruhusiwa. Fanya hivyo vitu vyote, umeruhusiwa. Sheria imekuruhusu na una uwezo wa kuweza kufanya vitu vyote na unakuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Sinaeleweka vizuri? Ingawa sasa baba watoto wako huko ndani utakuwa unamtesa sasa. Ndio maana tutasema kwamba mtu anatakiwa awahi kwenda hospitali. Sasa unatoka na hiyo damu kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 29 kweli? Si anaenda kuoa mke wa pili huyo haraka sana. Kwa hiyo hilo kidogo nalo liweze kutazama. Sasa ndugu zangu katika imani, wanawake, hebu twende tukajifunze kuhusu hukumu ya uzazi wa mpango katika Uislamu. Mnaoweka vijiti nisikilizeni hapa. Mnaoweka nini? Mnaomeza vidonge, si ndio? Nisikilizeni, Uislamu umesema nini? Sasa ndugu zangu katika imani, kwanza tutazame mtazamo wa Uislamu kuhusu masuala mazima ya kupata mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Nakhli, anasema wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin, si ndio? Wa hafadatan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba amekujalieni ninyi wake zenu, yani hapa anazungumza na sisi hapa wanaume. Allah amewajalia nyinyi wanaume, amewajalieni wake zenu kutokana na ninyi, si ndio? Alafu nini? Waja'alakum min azwajikum banina wa hafada, na akawajalieni kutokana na hao wake zenu hao akakupeni watoto na wajukuu. Kwa hiyo Uislamu kwanza unatueleza ya kwamba sisi tunatakiwa tuweze kupata mtoto. Sawa sawa Na Uislamu una nadharia gani kuhusu, kwa sababu mtu anapokuwa anatumia uzazi wa mpango, sawa sawa uzazi wa mpango, mtu anapokuwa anatumia uzazi wa mpango, fikra yake kubwa ni kwamba kwa muda ule azuie kupata mtoto. Sawa sawa Hili suala halina tabu sana kama atakuwa amezuia kwa hukumu ambazo nitakwenda kuzisoma hapa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikutana kwamba kuna mtu mmoja alitaka kumuoa mwanamke ambaye asiyezaa kabisa, ambaye ni tasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba, akamkataza. Yule mtu alisema kwamba inni asabtu mra'a dhata hasabin wa jamalin wa innaha la talid afa atazawajaha ama atazawajuha. Sawa kwamba ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mimi nimemchumbia ama nimempenda binti ambaye mzuri, pisi wenyewe wanasema mtoto mzuri, mtoto mkali, mzuri, mrembo. Sasa lakini huyu changamoto ya huyu mwanamke ni kwamba hazai. Pamoja na huu uzuri wake, huyu mwanamke hazai. Afa atazawajuha, je, ni muoe huyu mwanamke ambaye yupo katika hali kama hii na moment kama hii? Sawa ni muoe mwanamke ambaye yupo katika taswira kama hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nini? Fanahahu, akamwambia, akamkataza, acha usifanye hivyo. Thumma atahu thania,
fanahahu, akamjia mtu mwingine pia kuja kumuuliza jambo lile lile, akamkataza. Thumma atahu thalitha, mtu wa tatu akaja kumuuliza jambo lile lile. Faqala nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathir bikumul umama yawm alqiyama, kwamba muoe mwanamke mwenye mapenzi na anayezaa, mwenye kizazi. Kwa nini? Kwa sababu mimi nitajivunia wingi wenu mbele ya mataifa, nitajivunia wingi wenu mbele ya manabii wengine, nitajivunia wingi wenu siku ya Kiyama. Kwa hiyo cha kwanza, kwa mwanaume ambaye anahitaji mtoto ama mwanaume ambaye anataka kuoa, ni vyema akaoa mwanamke ambaye mwenye nini? Mwenye kizazi. Na pia hata sheria za Uislamu zikaja kutuambia kwamba kama mwanamke hana mtoto, hana kizazi, na mmehangaika, mmepambana, ikafikia hatua kwamba imefika hatua basi ndo hakuna namna, kuna option mbili, ama uongeze mke mwingine, ama kama huna nafasi ya kuongeza mke mwingine, unaweza kumwacha yule kwa mwanamke mwingine ambaye mwenye mtoto. Si ndio? Naeleweka vizuri eh? Kwa hiyo maana yake muoe mwanamke mwenye mapenzi na anayezaa. Sasa je, swali ni kwamba uzazi wa mpango unaruhusiwa? Hadithi kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu ndio inakwenda kujibu hii. Asema Jabir radhiallahu ta'ala anhu kwamba kunna na'zilu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani yanzilu, kwamba tulikuwa tukifanya azli. Azli ni kuzuia mimba, sawa sawa eh? Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani ilikuwa ikiteremshwa, yani kwamba wakati ambao Qur'ani inateremshwa, sisi tulikuwa tukifanya azli. Azli ni kitendo cha mtu kuweza yani kujizuia katika kutengeneza mimba nyingine. Naeleweka vizuri eh? Na azli hapa kidogo nieleze kidogo ambayo walikuwa masahaba wakiitumia. Wao walikuwa wakitumia azli ama njia ya kuweza hii nitumie lugha gani? Walikuwa wakitumia lugha ya kuweka nje. Zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walikuwa wakifanya hii, lakini as long as sisi tunachojadili hapa ni kwamba yani kufanya uzazi wa mpango, je, unaruhusiwa? Hili ndio ambalo tunalijadili. Kwa hiyo azli, wanawachuoni wamekuja kusema kwamba azli ambayo ilikuwa hususan Ibn Qudama anasema kwamba wal azlu jaizun fil jumla, kwamba haijalishi azli gani walikuwa masahaba wakiitumia na sasa hivi inatumika, muhimu ni azli na inaruhusiwa. Kwa hiyo zamani masahaba azli yao kutokana na wakati ule walikuwa wakitumia azli ya kuweka vitu nje, vyombo vinawekwa nje. Sijui naeleweka vizuri, haviingizwi ndani, vinawekwa nje. Hii ndio azli ambayo walikuwa wakiitumia. Lakini sasa kwa sasa hivi kuna watu wanasema azli aina kama hii kwetu ni ngumu. Hii kwetu ni ngumu. Sijui naeleweka vizuri kwamba hii mimi kuweza kuweka vitu nje, alafu muda ule mimi nakuwa katika mazingira fulani, siwezi mimi hii moment. Na mtu pengine alijaribu mara ya kwanza ikawa changamoto, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa sababu mtu anaweza akawafanya hivi, yani kujiwekea huu uzazi wa mpango. Kwa nini? Kwa sababu ya kutaka ziwe sababu na masharti yafuatayo. Ziwe kwa masharti yafuatayo. Sharti la kwanza, ili mtu azli yake iweze kukubaliwa, kwanza cha kwanza isiwe ni kwa ajili ya kukataa kabisa kwamba mimi sihitaji mtoto. Hii haitakiwi. Yani mtu akiwa anatumia uzazi wa mpango, wanawachuoni wameweka masharti ya kusihi kwa huu uzazi wa mpango. Naomba niyataje kadhaa. Ikiwa cha kwanza, isiwe ni kwa niaba ya kukataa mtoto, yani ikawa ni permanent. Isiwe huo uzazi wa mpango ambao unataka kwenda kuutumia usiwe ni wa permanent, yani wa moja kwa moja. Mfano, mtu anakwenda kuweka kijiti kwamba ameshindwa hii azli ya kuweza kuweka vyombo nje, anasema mimi hii siwezi, nataka niweke vyombo ndani, lakini katika kuweka vyombo ndani
isitunge mimba. Naeleweka vizuri eh? Kwa hiyo uzazi wa mpango kama huu, maana yake hapa atatakiwa aidha achome sindano, ama sijui aweke nini, ama aweke nini, ama aweke vidonge, sijui anywe vidonge si ndio eh? Mpaka mtu apate utaalamu wa kidaktari. Kwa hiyo kama mtu ataamua kuweka moja katika hivi vitu vitatu ama kimoja hiki kati yao kimoja, pengine akaweka sindano, si ndio? Naeleweka eh? Isiwe ya kudumu hiyo sindano, kwamba ya maisha. Yaani mtu akaweka uzazi wa mpango kwamba ukawa ndo wa maisha. Hapana. Ni kwamba la yajuzu qat'u nasli illa li dharuratin, kwamba hairuhusiwi kukata kizazi isipokuwa kama kutakuwa na dharura. Mfano, wataalamu wa afya wamekwambia sasa hivi unatakiwa ufunge kizazi, otherwise ukishika tu ujauzito, yani mwili wako wote unakwenda ku drop off, hauwezi tena kusurvive na maisha yako ndo atakuwa ameishia hapo. Hapo it's okay. Mtu kwa mfumo huo anakuwa ameingia katika al-dharurati tubihu al-mahdhurat ama al-mahrumat. Al-dharurat tubihu al-mahrumat. Kwa hiyo kwa mfumo huu mtu anakuwa anaruhusiwa kuweza kukatiza kizazi. Lakini kwamba mtu binti tu ama pengine na nini unasema kwamba nimezaa labda watoto watatu, hawa wananitosha, ngoja nikaweke kitanzi, hii haifai. Yaani mtu asiwe na nia ya kwamba naenda kuweka kitanzi cha maisha, sihitaji tena mtoto. Hii haifai, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia oeni wanawake wenye mapenzi na wenye kuzaa, kwa sababu mimi mukathiru bikumul umama, nitakuja kujifakharisha kuwa na umma mkubwa siku ya kiyama. Sasa wewe unakwenda kuweka kitanzi, unaziba, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba kupitia wake zenu Allah tabaraka wa ta'ala amewajalia kizazi. Wewe unakwenda kukiziba kile kizazi, maana yake unazuia viumbe ambao pengine walitakiwa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unawazuia na unawaua. Kwa hiyo haifai mtu kuweza kuweka kitanzi. Kwa sharti la kwanza, hicho kitanzi ama hiyo kinga ama huo uzazi wa mpango anaouweka, anatakiwa auweke usiwe ni muda wa kudumu, uwe kwa muda fulani. Mfano labda mtu anasema kwamba mimi kuweza kuweka ndani itakuwa changamoto, natakiwa niende nimpeleke labda mke wangu, ama wewe mwanamke nenda kaweke labda kachome sindano kwa ajili ya kumpa muda huyu ambaye aliyezaliwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani al-Karim ya kwamba wanawake yurdhi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'a, kwamba muda mzuri wa kunyonyesha mwanamke ni muda wa miaka miwili. Kwa hiyo mtu pengine anahofia ndani ya ule muda wa miaka miwili naweza nikachanganya kidogo, naweza nikamnyima huyu mtoto ambaye ananyonya kwa sasa haki yake. Na ukitazama pengine hali ya kimaisha kusema kwamba anunuliwe maziwa ya ng'ombe, huyu mtihani, ama pengine maziwa ya ng'ombe ni expensive, ama pengine maziwa ya ng'ombe inakuwa kidogo afya yake haipo vizuri, na Uislamu sisi umetuambia anyonyeshwe kupitia maziwa ya mama, si ndio? Maana yake nikija nikimleta mtoto mwingine kwa hiki kipindi itakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa huyu, kwa scenario kama hii, mtu anaruhusiwa kwa dhana kama hii. Isiwe kwamba hapa bwana naweza nikazaa mwingine alafu ikawa maskini. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza hili. Yani usihofie kwamba kuhusu swala la umaskini ndio itakuwa namna gani. Hofia kwamba inawezekana nikileta mwingine kwa kipindi hiki nikamnyima haki yake huyu mwingine ambaye yupo sasa hivi. Kwa sababu kumbuka, mwanamke mjamzito hawezi kumnyonyesha tena mtoto ambaye yupo sasa hivi. Kwa hiyo maana yake hata ndio itatokea ile hali ya kubemenda, si ndio? Hiyo yenyewe anaita kubemenda. Yaani mtoto atakuwa anakosa ile afya, atakuwa anadumaa na kadhalika. Kwa hiyo hii kidogo pia wataalamu wa afya wameikataza. Kwa hiyo mtoto anatakiwa anyonyi kama Uislamu ulivyoelekeza ndani ya miaka miwili kamili. Liman arada yutima ar-radha, mwenye kuhitaji kukamilisha ulezi kamili. Ulezi kamili unaanzia mtoto anyonye kuanzia mwaka 0 ama mwezi 0 mpaka afikishe miezi 24. Hapa ndiyo wanasayansi pia hata Uislamu umetuhitaji hivyo. Ingawa wanasayansi wamesema pengine mpaka miaka 2.5. Sasa hiyo kidogo mbali sana. Kwa hiyo suala la kwanza, sharti iwe uzazi huo wa mpango usiwe ni wenye kufanya nini, wa permanent, uwe kwa sababu hizo ambazo nimezieleza. Lakini sharti la pili ni iwe kwa makubaliano ya mume na mke, kwa sababu mtoto ni haki ya wote, na hadithi inatuambia la dharara wala dhirara,
Amini kwamba mtoto ni haki ya mtu ni haki ya wote. Kwa maana yake hakuna kufanyiana madhara na hakuna kuweza kudhuriana. Amini hakuna kudhulumiana na hakuna mtu mwingine kuweza kumdhulumu. Mtoto ni haki ya mama na mke. Amini mtoto ni haki ya mume na mke, mume na mke. Kwa hiyo lazima wote hawa wakae chini wakubaliane. Kama ni mwanaume anatakiwa aelewe, ajue kwamba kwa kipindi hiki natakiwa tutumie hali hii ili tuweze kuepuka hali hii, kwa sababu kujipeleka katika madhara hii katika Uislamu haifai. Sehemu nyingine, sharti lingine isiwe ni yenye madhara, yenye kuleta madhara kiafya. Naeleweka vizuri Uislamu umetuambia la dharara wala dhirara, haifai kujidhuru wala kudhuru wengine. Kujidhuru wala kuwadhuru wengine haifai. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia sharti mojawapo la kusihi isiwe namletea madhara. Sasa isiwe nakuletea madhara. Madhara mojawapo ni hiyo, kama kudhoofika mwili. Unakuta mtu anatumia kile lakini anaumwa mpaka yani anakwenda kukitoa kile kidudu, kile kijiti, ama kama alitumia nini, basi yeye ni mwenye kuumwa zaidi akiwa mjamzito. Sasa hii kidogo inakuletea shida katika mwili wako. Kama unaona haina madhara, unaweza ukatumia. Sababu nyingine ndio hiyo sababu hiyo ya halali, kwa maana kwamba mfano afya ya mama, malezi bora ya watoto, uchovu mkubwa na kadhalika, kwamba mama huyo ndo anatakiwa aende akafanye biashara. Sasa hivi ana mtoto, ana kitoto kina miezi 8 ama mwaka mmoja, bado hata kukaa vizuri ama kutembea hakijaweza vizuri, kinaletewa kingine. Kwa hiyo kama mtu atakuwa labda anahofia afya ya mama, malezi bora ya watoto, kadhalika na uchovu mkubwa na mambo mengine yanayotaalaka na hayo, basi iwe ni kwa ajili nzuri. Kwa hiyo sharti lingine ni kwamba isiwe kwa mfumo wa kutaka kuua kizazi moja kwa moja, ambao tumesema wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Mtu anazaa watoto wawili tumeona nitosha. Haifai hiyo, haifai. Watoto wawili wa kutoshi, zaa watoto 10 mpaka 15. Analeta riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi njia za uzazi wa mpango wa sasa hivi zinaingia pia katika hukumu ya azli, ambayo kule tumesema inaruhusiwa, lakini kwa hayo masharti ambayo tumeyasema. Sasa ndugu zangu katika imani, tujitahidi ama mujitahidi sana. Kwanza mujitahidi kusoma, muelewe masala, muelewe hukumu hizi, muelewe haya masail yanakwenda vipi, na mjitahidi kusikiliza darsa. Itawasaidia sana katika kuweza kuwa katika hali nzuri na hali ya uelewa, na kuondoa hizi misconception ambazo watu wengi wanakuwa nazo katika swala zima la masala haya ya hedhi na istihadha. Kwa hiyo kwa darsa hili nafikiri itakuwa imetoa mwanga kwa wanawake ambao pengine kimsingi wanakuwa wanapata hizi moment na hawajui nini cha kufanya. Sasa kwa muda huu ambao umebaki, naomba nipishe nafasi ya maswali. Kama kutakuwa na mtu yoyote ambaye ana swali anahitaji kuweza kulifahamu, basi naomba niweze kujibu. Na swali la kwanza, kuna swali nimelipokea inbox, anasema je, nikiwa katika hiyo hali, si ndio hali hiyo ya istihadha. Ukhti ambayo umewasha maiki yako zima kwanza, nitakuruhusu uwashe. Anasema nikiwa katika hali ya hiyo istihadha, naruhusiwa kufanya ibada zote, si ndio? Anasema je, naruhusiwa kufanya ibada zote hata kukutana na mume wake? Mashaallah, swali zuri sana. Naam, ukiwa katika hali ya istihadha, mwanamke ambaye yupo katika hali ya istihadha kimsingi yupo tahara. Nianze kwanza swala la ibada. Ibada zote zinaruhusiwa: kuswali, kufunga, kusoma Qur'ani. Sasa je, inaruhusiwa kukutana na mume wako? Inaruhusiwa,
Lakini sasa hapo mwanamke ama yule mwanaume anatakiwa mwenyewe atazame kama atakuwa happy na kile kitu. Kimsingi sheria imemruhusu. Sawa sawa sheria imemruhusu. Lakini kabla ya kukutana naye ni vyema wakaenda kwanza hospitali. Mimi napendekeza sana hili jambo. Yaani sheria actually haijakukataza kwamba haramu kukutana naye. La, haijakukataza, isipokuwa nendeni kwanza hospitali. Nendeni hospitali mkaulize, je, impact ya hizi damu ambazo zinazotoka nikikutana na mwenza wangu kitaalamu, kiafya, haiwezi mimi kuniletea infection, haiwezi kuniletea madhara? Kumbuka katika Uislamu tunarudi katika hadithi ile la dharara wala dhirara. Hakuna kujifanyia madhara wala kuwadhuru wengine. Maana yake ni kwamba kama mwanaume anaruhusiwa, sheria inamruhusu mwanaume kumwingilia mke wake akiwa katika hii hali, lakini atazame unakwenda kupeleka sehemu zako za siri, sehemu ambayo inatoa kitu ambacho sio asli. Manake hii tushasema, kumbuka kule nyuma tumesema ni damu ya ugonjwa. Kwa sheria wewe inakuruhusu, haikukatazi moja kwa moja kukutana naye, lakini kwanza nendeni kwa mtaalamu wa afya aende akawashauri nini cha kufanya ili iweze kustop. Lakini kwa sababu mimi najibu kwa scenario ya Uislamu, lakini sijajua wataalamu wa afya wanazungumza nini kuhusu hili swala kwamba endapo ukakutana naye inaweza ikaleta hali fulani, pengine madhara ama nani, lakini pia inakuwa ni karaha fulani. Yaani kwamba unakutana na mwenzako alafu akija kutazama anakutana ni karaha fulani, si ndio? Kwa hiyo ni vyema mtu akaenda hospitali, ingawa sheria inakuruhusu, ila sisi tunakushauri nenda kwanza hospitali ili uweze kufanya nini? Uweze ukiwa unafanya kile kitu uwe upo unastarehe, sio unafikiria kwamba kitu fulani, si ndio? Kwa hiyo sheria ya Uislamu inakuruhusu, lakini sisi kama mashehe tunakushauri uende kwanza hospitali, uende ukafanye check up, na kama itawezekana upatiwe dawa za kuweza kuondosha hiyo hali na iweze kuwa shwari, alafu uendelee. Mwingine mwenye swali? Mwenye swali la tofauti na hilo ambalo anahitaji kuweza kuelezea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nakuuliza ustaz, kwa mfano uko na msichana ni mlemavu na akiingia katika siku zake, yani inakuwa dhiki kumsafisha, pengine uko kazini nini, hakuna mwanamke mwenyewe za kumsafisha, lakini kuna sindano ambayo waweza mdunga ama dawa ambayo waweza meza ikaruka ile siku yake, yani asinge kwenye ni vibaya ama? Rudia na swali lako. Kwa mfano kuna msichana ama mama, binti ama mama ambaye ni mlemavu, yani mlemavu ile. Sawa, ukisema mlemavu nishakuelewa, endelea, haina haja kuelezea. Akiingia kwa siku zake inakuwa dhiki, maanake wewe ndio mwenye kumwangalia na pengine hauko nyumbani muda mwingi, ambaye wamwachia hapo, hawezi hata kumbeba kumpeleka kwenye kumsafisha, na kuna sindano ambayo waweza kumdunga asipate weza, ni vibaya ama? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Inaruhusiwa kwa masharti yafuatayo. Sawa?
Inaruhusiwa kwa masharti yafuatayo. Cha kwanza, huyu mwanamke inatakiwa hiyo sindano isiwe ni yenye kumdhuru katika upande wa afya. Lakini jambo la pili, iwe kwa ushauri wa kidaktari. Sawa eh? Na swala la tatu, isiwe ni ya muda mrefu kama nilivyosema. Kwa hiyo kabla hujamdunga hiyo sindano, tunashauri sana, yani masaila ambayo yanataalak na afya, Uislamu umemdondoshea sana mtaalamu wa afya ambaye ni thika, ambaye mwenye kuaminika katika mji ama ni bingwa specialist. Sawa eh? Kwa hiyo kwa kuwa hawezi kujitoharisha, atapata tabu katika kufanya ibada na hakuna msaada. Na hii inatakiwa kweli, unaposema hakuna msaada, inatakiwa kweli isiwepo msaada. Sio kwamba jirani yupo ama pengine mdogo wake yupo ambaye anaweza akamsaidia pale, ama mtu pengine kama ulivyosema kwamba anaweza akatoka kazini kwa dakika hata 20 au 30 akaja akamtaharisha alafu akarudi kazini. Yani iwe kweli kwamba ni mfumo wa dharura, kwamba hakuna huyo. Lakini sasa inaweza labda mimi nikuulize swali wewe mwenyewe, yani inawezekana vipi huyu mtu anaishi peke yake, huyu mtu anaishi porini, huyu mtu yani anaishi katika mazingira gani? Labda swali hili nikuulize wewe mwenyewe. No, yuko porini, yuko town tu, lakini sasa kwa mfano ni mimi nenda kazi. Mwenye namwacha pale mwezi ule mwanadada, manake ni mtu wa sasa, yani nzuri kiafya. Ni mtu nini? Kumwinua haji. Ni mtu mzito, okay. Ni mzito. Kumwinua yule nimemwachia hamwezi. Hamwezi kabisa, yani. Nikitoka ile asubuhi nikimweka mahali, ni hapo hapo ndo mkuja nampata. Yeye cha zaidi tu labda ile kumbadilisha pampers, na kama hakwenda haja kubwa. Manake asubuhi nikitoka ni lazima nihakikishe anapata haja kubwa. Ndo nisombofu hapo nyuma. Mwenye namwachia ni ile amlinde na kumpa chakula atatoka. Si mambo na kumwogesha nini hapa. Na je, kama hauna uwezo wa kumtafutia mtu mfanyakazi? Unajua Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yani hedhi ni adha, ni uchafu. Ni nini? Ni uchafu. Sasa je, mmeshawahi kukaa chini na kufikiria? Kwa sababu hili jambo usilichukulie kwamba tukakimbilia kwenye sindano tu. Unajua hizi sindano za sasa hivi zina madhara, hizi zinakuja kuaffect katika mfumo wa uzazi. Yaani tunapopenda sana haya mambo ya sindano yanakuja kuaffect sana. Na sisi Uislamu hauturuhusu sisi tuweze kukimbilia katika madhara. Zipo njia ambazo mtu anaweza akazitumia, ambazo mimi naweza nikakushauri hapa. Kimsingi inaruhusiwa, nimesema inaruhusiwa kuweza kutumia hiyo sindano. Lakini kabla ya kufika kwenye sindano, tutazame kwanza, tumjali kwanza huyu mtu. Ndio. Cha kwanza ambacho unatakiwa uweze kukitazama kwa haraka sana, kama hawezi kabisa kujitoharisha, hana kabisa msaada, je, mshawahi kumtafutia pengine mfanyakazi ambaye hata kama mtakuwa mnamlipa kwa masaa, kwamba bwana, dada yetu tunakuachia sisi tunakwenda kazini, kwa sababu mnafanya kazi, of course, sio kwamba mnakwenda kucheza. Na nyinyi kama familia, kama family members, mnaweza mkakaa chini na kuweza kutazama kwamba huyu tunaweza tukamlipa labda 1500 kwa mwezi au 2000 kwa mwezi au 3000 kwa mwezi, si ndio? Naweza mkafanya hivyo. Kwa kabla hatujakimbilia kwenye masindano, kwenye nini, kwanza tuchukulie uzito wa hii hedhi yenyewe. Halafu pia tuichukulie uzito kwamba tunapolifanya jambo kubwa kulifanya kuwa jepesi katika mazingira ambayo tunaweza tukatatua, hii kidogo nayo inakuwa mtihani. Kwa hiyo ushawahi kumtafuta mtu wa kuweza kumsaidia? Mimi sasa ushauri wangu na kushauri nini? Jambo la kwanza, sawa Jambo la kwanza, mtafute mtu ambaye anaweza akamsaidia. Unaelewa vizuri? Yaani mtafute mtu
Yaani mtafute mtu kama ni mfanyakazi labda, sasa hata mkawa mnamlipa hata kwa muda wa masaa fulani, sawa sawa, kwa sababu hii si umesema akifika tu katika ile hali, si ndio? Yaani akifika katika ile moment ama katika hali ya hedhi ndo anakuwa katika ile. Maana yake hedhi inamjia kwa mwezi mara ngapi? Labda let's say kwa mwezi mara moja, na inakwenda siku 5 ama siku 7 ama wiki moja. Kwa hiyo mnakuwa mnamtafuta mtu ambaye mnakuwa mnamlipa kwa kila mwezi, anakuwa kila siku anakuwa labda anapokea kiasi fulani. Hii inakuwa rahisi. Lakini kama bado njia hiyo pia ni ngumu, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wepesi, yani wepesi, dini ni nyepesi. Kwa hiyo mnaweza mkamdunga hiyo sindano, lakini sindano iwe ni njia ya mwisho ambapo sawa sawa, ambapo mmekwenda kwa daktari na amewashauri kwamba njia hii ni rahisi, inaweza ikazuia. Wallahu a'la wa a'lam. Lakini mimi nashauri kabla ya kufika katika hiyo njia ya sindano, msifiki kwenye njia ya sindano, ni mbali sana. Kuna njia ambazo ndogo ndogo hapa mnaweza kazifanya. Unaelewa vizuri kwa sababu haya masail haya ya kugonga masindano kidogo inakuwa mbaya. Kila mwezi anagongwa sindano, anadungwa sindano. Maana yake mara mwaka mmoja sindano ngapi amedungwa? Sindano 12. Ama pengine maana yake mara mwaka mzima, maana yake anadungwa sindano zaidi ya sindano pengine 30, 40, 50 ndani ya miezi 12. Si ndio? Maana yake tukijumlisha na hizi siku 6 sindano zenyewe ama hizo tabs ukimeza yaani ukimeza kama mwezi utaskip kama 3 to 4 months hapo. Sasa hiyo kidogo inakuwa inaleta mtihani. Kwa hiyo cha kwanza aende kwanza kwa daktari, lakini kabla ya kufika kwa daktari unaweza mkamwajiri mtu ambaye anakuwa anamsaidia. Lakini kama yote yameshindikana, inaruhusiwa kuweza kufanya hivyo. Kama yote yameshindikana, manake hiyo inaingia sasa katika mlango mwingine, babu dharura. Unafahamu? Wallahu a'la wa a'lam. Allah ndiye mjuzi zaidi. Mwingine kama kuna yeyote mwenye swali anaweza akauliza, lakini kama hakuna tuweze kufika tama. Shukran sana na washukuru. Allah subhanahu wa ta'ala awabariki na wahifadhi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tusameh pale ambapo tumekosea, ndimi zetu zimeteleza na kuyasema yale ambayo yenye kumkera yeye. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu, lakini kadhalika tunaomba yeye Allah tabaraka wa ta'ala akubali somo zetu hizi Ramadhani na kwenda kuisha hivyo. Ujumbe wangu wa mwisho kwenu, inawezekana siku ya Alhamisi ama Ijumaa ikawa ni Idi. Ijumaa ama Jumamosi inaweza ikawa ni Idi. Msiziharibu funga zenu, si ndio? Msiziharibu hizi funga zenu, ama tusiziharibu funga zetu ambazo tumezifunga katika hali ya unyenyekevu. Tusiende kuzibatilisha. Lakini jambo la mwisho, maana kuzibatilisha hapa inakusudia tusiwe ni wenye kufanya mambo ya munkarati siku ya Idi. Usimuasi Allah siku ya Idi. Aliyekuamrisha umtii katika mwezi wa Ramadhani ndio huyo ambaye amekuamrisha umtii siku ya Idi. Kwa hiyo jitahidini sana ndugu zangu, zuieni watoto wenu. Msiende katika mambo ya munkarati, msiende kwenye disco. Watoto wenu wazuieni wasiende kwenye disco. Msiende kwenye sehemu ambazo ni za haram. Ipo sehemu ambazo za michezo ya Kiislamu ambayo ni halali. Sehemu za kubembea, sehemu na nini, matamasha ya Idi ambayo ni ya Kiislamu.
msiende kwenye rusha roho. Ndugu zangu katika imani, sasa wanawake na wakumbusha sana tena sana, msiende katika sehemu ambayo inaharibu saumu zenu. Kama huna sehemu ya kwenda, kaa nyumbani, sikiliza Qur'ani, furahi na watoto wako, chezeni michezo ya halali nyumbani. Msiende klabu, msiende wapi, ni haram haya masala. Lakini jambo lingine la pili, ndugu zangu katika imani, jitahidini mujitolee sadaka zenu, zakatul fitr. Mjitolee zakatul fitr, mtoe zakal fitr. Zakatul fitr ni muhimu sana, tena sana, kwa ninyi ambao Waislamu mliofunga kuanzia Ramadhani ya kwanza. Ikiwa zimebaki siku 2 ama 3 kwa wengine kuweza kukamilisha mwezi huu wa Ramadhani, basi kabla ya sala ya Eid kusimama, jitahidi utoe zakatul fitr. Na hilo sisi tumelirahisisha. Unaweza ukatoa sadaka yako kwa kiwango cha shilingi 6,000 ya Kitanzania, na sadaka yako ikaenda kununuliwa vitu ambavyo vinatakiwa na wakapelekewa walengwa. Lakini kama unasema mimi hapa nilipo nyumbani nipo na nina uwezo wa kuweza kutoa zakatul fitr, basi unaruhusiwa. Muhimu tu tunachowakumbusha, toeni zakatul fitr. Hii itakuwa ni moja katika jambo bora sana, kwa sababu tumeeleza umuhimu wa zakatul fitr. Kwa hiyo tunawakumbusha ya kwamba usisahau hii ibada. Mwanaume asisahau kuwatolea wake zake na yeye mwenyewe pamoja na watoto wake insha Allah. Nashukuru sana. Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi na awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran lakum. Wageuzusia sote twajijua, wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya.